most merciful, eternally merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All greatness and thankfulness we give unto you. Ar-Rahman Ar-Rahim, the most merciful, the eternally merciful. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Oh, guide us into the straight path. Sirat al-Ladina an'amta alayhim. The straight path in which you guided those whom you rightly appointed who came before us. Khairil maghdubi alayhim waladwalin. Don't allow us to go astray. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amen. Thank you so much. I would want to ask all of us to be upstanding as we pray. And if at all you are having some cap, kindly remove it so that we honor our God in a word of prayer. Let's pray. Our Heavenly Father, Jehovah Lord above, we want to thank you for this special day that we had never seen before. Today here, Lord, at Sony Sugar Company, we are so favored, Lord, to bring our guests, the Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga, into this company, my Lord, together with many dignitaries, my Father. We commit the shall come to the end of it. For this we pray, trusting and believing in Jesus' holy name. Amen. Amen. May we be seated. All protocols observed. As we are racing against time, may I invite the MD to kindly make very, very brief remarks and invite the area MP to guide us in the next bit of the program. Karibu. Thank you so much. Thank you so much. Our guests, led by Right Honorable Prime Minister, we want to welcome you all to Sony Sugar. Yes, we want to welcome all of you that have gotten the opportunity to visit us. We are very much privileged to have you here this day, and we want to really appreciate the support that we continue to receive from various stakeholders. We want to just give a brief for about a minute or two. This company was started in the year 1979, and the installed capacity is 3,000 tons of cane per day. We are able to do 2,700 tons of cane per day. Currently, we are doing around 2,200 tons of cane per day, and this is after we did some two maintenance. One was a makeshift maintenance in the year 2020 after the factory had dilapidated. Then we did another maintenance this year between June and August, which has allowed us to now mill much better, and we have gotten a fair improvement in terms of stability. The cash flow or the revenue that we are generating currently is averaging 300 million a month. This is up from what we had been having for about 1.5 years of 20 million. We have been running at about 20 million to 20 to 30 million a month. Currently we are about 10 times that amount. We are at about 300. And we thank God, we thank all stakeholders, we thank the farmers, the staff who have stood with us and brought us this far. Above all, we thank our God, who has been very gracious and has allowed us to achieve this. Inasmuch as we seem to be doing well, we are being weighed down by the burden of debts that we have as a company. And this has made it difficult for us
to achieve our obligations or to meet our obligations as they fall due. And it's for this reason that we continue to seek government support so that we can become better and better. Right now we are running at an efficiency of 70%. Our target is to run at 90%. And we believe by carrying out another maintenance in next year, in April, May, we will be able to achieve this, and we'll be running at a gross revenue averaging 450 to 500 million a month. This is our target, and we believe that we are heading there with the support that we continue to receive. I don't see any reason why we cannot get there. We want to thank all our stakeholders who have stood with us, and in this respect, we want to give 1 or 2 minutes to farmers' representative, Mr. John Molo Dondi. Just one person, 1 minute, please, because we have no time. Thank you so much, and God bless you. Okay, thank you so much, Right Honorable Prime Minister. And higher. Thank you so much, Right Honorable Minister, with the Cabinet Minister you have come along with. We are very grateful that now that you have come, we believe Sony will go back to its stores. Here we have workers. These workers could work without pay. We ask you, Bwana Honorable, if you go back, make sure that that arrears is settled. We are also asking the minister to make sure that you take Sony back to where it belongs. I know you will give money. We have an arrears 1.5 billion. Whatever you will bring, we will welcome. But we plead with you, make sure that you consider and bring back Sony to its store by going deep into your pocket. I don't want to waste more time. I'm going back seated. I acquire you. Okay. The work we will be Sony. If our Sony come in and then, just come here. Hero come on. Thank you very much. Because of time, I want to take this opportunity to sincerely thank His Excellency, the Prime Minister, for the effort that he has made to make us have this day today. It has not been easy. I remember His Excellency, the Prime Minister, has been trying to get money to come to this place. On 28th of May this year, he mobilized us to meet the President at State House. We went there, and the request that we made as the people coming from this region was to ensure that we are given money to resuscitate Sony, which has been brought today, and I believe Sony is going to be a better place. I want to congratulate the acting MD of Sony Sugar. The guy has done a good job. I would also want to congratulate the workers. I know it has been very difficult for you. I remember there were times here that people used to sleep hungry. But you tried to work despite all those challenges to ensure that now we have a Sony which is still running. Even when these people were debating about which company to be assisted, at some point I heard them say that Sony is good, it cannot be compared with the other ones. You did us proud. Even when we were presenting our case at State House, we said Sony is good, and when you are considering helping these factories, Sony should be given a special consideration because it is something that is running. And so you are good people, may God help you. I would just want to request that this money that is being given to us today, kindly let us avoid all the times asking for assistance. I believe with the able management team that you have here with you, then you are not going to go borrowing again. Kindly utilize what you have nicely to ensure that you don't again knock at the doors of Ministry of Agriculture asking for money. Okay? I want to also request the management that once the company starts operating well, kindly consider these casual workers who have been casual all their lives. Mr. Hinga, I know you are going to represent the minister
I want you to request him that the balance that he has promised or that he's promising will be remitted here. Kindly let it not be a story. Let that balance be brought to Sony so that they can be able to meet those obligations already listed on their letter. Otherwise, I do not want to take much of your time. I want to take this opportunity to welcome the Senate of Migori County to come, and he will invite the other people to speak after me. Otherwise, thank you very much, and may God bless you. Teremsha kidogo. Afua nugidholuo jodala wafua na uru kama untiere. Nimewasalimu na mkono, hebu nione mkono yenyu nyinyi nyote. Greetings to all of you. This is a formal function and we would like to minimize politicking and amplify work. Because we will have occasion to politic at Awendo, I have very many colleagues from Parliament here. They may not get the opportunity to speak here, so that we complete this session and allow you to continue with your good work. So my colleagues, you will bear with me. I've been instructed to allow you to stay put. To stay put. Kwa hivyo kaeni put. Mimi nataka kusema hivi. Baba, hapa Sony Sugar Factory we have uncelebrated heroes. The workers you see here, the MD you see here, and these farmers kept this factory running without pay, running non-stop. So Baba, as you make that government, kumbuka watu wa miraa walipewa pesa. Kumbuka watu wa kahawa walipewa pesa. Kumbuka watu wa maziwa walipewa pesa. Sisi tunakuomba kwa unyenyekevu, au wakuzaji au wakulima wa miwa waopewe pesa mingi kuliko hao wengine. Hao wengine kampuni zao hazikufungwa. Hao wengine hawakufanya kazi bila kudown tools. They kept running the economy of this area. And the economy of this area is about a small person called Jauhanda Swekra. It's about a small person called Ombanda. It's about a small person called Jabeto. If these fellas did not work, all of us would be starving. So I want to really plead with Baba. The MD is a wonderful person. I think he should be given a bonus. And all these fellas, when you become president, because you are going to be president, give them bonuses. And consider that this is what sustains Migori County. I know that you are a person who knows what is supposed to be done. I just want to remind our people here. Mimi nimewakilisha kule bungeni kwa muda mrefu sana. What we've been lacking is one person, a champion, an advocate and a defender of sugar growing and milling. We have it in Baba. Makofi kwa Baba. So Baba, when you become president, sisi tutaleta two proposals, alafu tutapata Walter at a second, tutapata Nyamita will vote for it, Pamela will vote for it, and everybody will vote for it, including Odege, Atandi, and all of us will bring a wonderful proposal for the welfare of our people. Okadua wacho mang'eny mokadho kanyo, because today is Baba's day. I just want to welcome all of you because I'm part of this family, and welcome all our visitors. I will now take this opportunity to invite Governor Wycliffe Oparanya to continue with the balance of the program. Okwapamne. Wananchi amjambo wote. Amjambo tena. Tuna baba hapa, pia nina governors wawili wenzangu, governor wa Homa Bay Mheshimiwa Witi ako hapa, governor wa Kisii Mheshimiwa James Ongwae ako hapa, na viongozi wengine. Lakini nimekuja hapa niongee jambo moja. Vile mnajua mwaka wa 2019 tarehe 20
tukiwa rais akiwa kule Kakamega, aliniteua niwe mwenyekiti co-chair na waziri wake wa kilimo wa ile task force ya shuka sector. Na hiyo tulipewa siku 90 kupeana hiyo report. Ni kwa sababu tulikuwa na mambo mengi, hizo siku 90 ya siku za kutosha. Tukapewa muda zaidi mpaka tukachukua karibu mwaka mmoja. Tulikuwa na mikutano karibu 64 na shikadau wote katika sekta ya miwa. Hatukuwa na mikutano kule Kisumu, tulikuwa na mikutano mingi mpaka kule Kwale. Mahali popote ambapo wanakusa miwa tulikuwa hapo na mikutano. Na nyinyi wananchi, wafanyakazi, wale wakulima walitoa mapendekezo mazuri sana. Na hii mapendekezo tuliweka pamoja. Tukapeana report kwa rais. Na hiyo ambao anaendelea kutekeleza. Kitu ya kwanza, tulipata shida katika sekta ya miwa. Ya kwanza ilikuwa madeni. Hii kampuni za miwa zina madeni mingi kabisa, pesa mingi. Na ile ya Nzoia ndio ilikuwa na deni kubwa kabisa, karibu milioni 15. Mumias karibu milioni 10. Hapa ilikuwa karibu bilioni 7. Hiyo ikawa shida. Hata kama wanafanya vile mkurugenzi mkuu amesema ati wanaweza kutoa miwa zaidi, kulipa hayo madeni itakuwa shida. Hiyo ndio shida ya kwanza kubwa. Unakumbuka rais alisema wanaweza kufutilia mbali madeni mengine, lakini iko madeni mengine aswa yale madeni ya bangi ambayo huwezi kufutiliwa mbali. So hiyo ikawa shida ya kwanza. Shida ya pili, hizi factories mashini zao ni mzee. Kwa hivyo gharama ya kutoa sukari iko juu kulingana na zile factories zingine. Zile ziko Egypt, kwa sababu tulileta wataalamu hata kutoka kule South Africa. Wakaja wataalamu kutoka kule Egypt. Wale wanatumia mashini za kisasa. Hizi mashini zililetwa hapa miaka karibu 20. Hizo mpato tunatumia. So tuna mashini ya kisasa. Na mashini ya kisasa hata bei yake iko chini. Ukiwa na bilioni 3 utaleta mashini mpya hapa. Lakini deni ambayo iko hapa ni bilioni 7. Sasa utalipa bilioni 7 au ununue mashini bilioni 3. Kwa sababu ukilipa 7 deni na uwache hii factory, utaendelea na hiyo madeni. Mtaendelea kuwa na hiyo madeni. Hiyo deni ambayo iko hapa unaweza kununua mashini 2 ya kisasa ambayo itafanya kazi hapa. So hiyo ikawa shida ingine. Shida ingine kubwa ni wale sugar barons, wale ambao wanaagiza sukari kutoka ng'ambo. Hao ndio hawataki hizi factories zifanye kazi, kwa sababu hao kazi yao ni kuleta sukari na kuuza hapa. Kule Mumias tulikuwa tumepata investor, lakini hao sugar barons hawezi kubali investor kuje Mumias. Wananunua watu kwenda kotini. Saa hii Mumias ina kesi karibu 8. Ukimaliza hii unaenda hii, ukimaliza hii unaenda ile. Sasa hiyo factory utafungwaje? So hiyo ndio shida. Nao ndio watu mimi nataka Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ukichukua serikali anza kudili na hao sugar barons. Kwa sababu kama hao sugar barons wako, hakuna siku ile sisi tutafungua hizo factory. Na kitu ya kwanza tulipendekeza ya kwamba hizi sugar siwe list out kwa watu binafsi kwa miaka karibu 25, kwa sababu tunajua mashamba haya
si mashamba ya serikali, ni mashamba ya watu binafsi. Waje wafanye factory Quran, ikirani vizuri basi. Na yengine nataka nirudishie Uhuru Kenyatta, asante sana kwa kuleta hizi pesa hapa. Wamepeleka cheki ingine kule Nzoia Sugar, na pia hapo Mumias watapata haki yao na zile factories zingine. Na Mheshimiwa Raila, I'm very happy tulikuwa na wewe pamoja kwa haya mambo yote, na tunaendelea kuwa pamoja. Mpikie makofi Mheshimiwa Raila. Basi kwa hayo nilikuwa tu nataka nifafanue. Kwa hayo nataka nikaribishe permanent secretary ambaye ana check, apeane kirasmi hiyo check kwa distinguished guest, CAS. Ladies and gentlemen, good afternoon. Habari yenu? Mimi niko hapa kwa niaba ya Waziri CS Munya ambaye hangeweza kufika hapa kwa sababu kule Nairobi kumekuwa na changamoto kidogo ya weather. Kwa hivyo akaniambia nimwakilishe kwa sababu mimi nilikuwa hapa tayari. Mara yangu ya kwanza kuja hapa Migori na nimefurahi sana lakini kwa hivi sasa ningetaka kusema ya kwamba this program is now open to every young person ambayo hana kazi. Kwa hivyo jiandikishe, uende www.kms.go.ke, na kama wewe si mtaalamu wa simu na internet, unaenda kwa chief ama youth center, unajiandikisha pale hivi. Muharakishe Migori, this is your opportunity. Ya mwisho, Waziri Munya ameniambia niwaeleze ya kwamba all the farmers, sio tu hapa Soni, Chemelil, Muhoroni, Nzoia, Mumias, ameniambia niwaambie ya kwamba mumelipwa. Pesa mkienda muangalie iko kwa account saa hizi. Mlianza kulipwa jana, imeendelea leo na wataendelea kumaliza hiyo. Ya pili, akaniambia niwahakikishie ya kwamba ile pesa sasa imebaki ni pesa ya maintenance ya facilities. Na ameniambia niambie CEO na ma-CEO wote muharakishe procurement process. Pesa iko, mkimaliza procurement hiyo pesa itakuja ili sasa factory iwe ni ya kisasa. Si ndio hivyo? Mjue ya kwamba agriculture is a big four agenda together na housing, manufacturing na universal health. Na hiyo ni haki yenu. Sio, you're not doing you any favor as government. Mnachagua serikali na wakilishi wenyu to be your servants. Kwa hivyo sisi hakuna any favor tumekuja, hata hiyo pesa tumetangaza ni pesa yenu pia. Serikali haikuagi na pesa yake. Hiyo pesa ni yenu, si ndio hivyo? Kwa hivyo mimi sina mambo mengi sana, yangu ni kuwauliza sasa tuweke mikono pamoja tumkaribishe mgeni wetu wa rasmi hapa hivi, the Right Honorable Prime Minister aje apokee check ya Sony Sugar, amkabidhi CEO, alafu pia atuhutubie. Asanteni sana. Karibu.
Halo. Asanteni sana. Unaweza kukaa. Wakulima wote ambao wamefika hapa na viongozi wote ambao wako hapa, hamjambo. Hamjambo tena. Akena walozi kidokumane. Na wach matin gijopur taburo tieko. Para wach mokwongo wach majomoko te winjo. Tumefika hapa kwa hafla hii ambaye waziri wa kilimo angekuwa hapa siku ya leo, lakini kwa sababu ya hali ya anga ilikuwa mbaya, ndege yake hakuweza kutoka Nairobi ifike hapa, Bwana Monya. Kwa hivyo yeye ameleta apologies wake. Yeye ndiye angekuwa amekuja hapa kirasmi ili aweze kukabidhi hii cheki kwa kampuni ya Sony Sugar. Sasa mimi najua shida ya Sony. Nasema bwana picha wewe toka hapo, wengine wanioni vizuri. Aya kanya dogo. Kiper kaende gom ni wewe jogo ne wanga maber. Hizi viwanda vya sukari zetu zimekuwa na shida kwa miaka mingi zaidi. Nzoia, Mumias, Biwani, Chemelil, Muhoroni na Sony. Hizo ni kampuni ambayo zinamilikiwa na serikali. Na kila mara kumekuwa na shida kwa hizi makampuni. Mara kwa mara kiwanda haijafanyiwa ukarabati, kazi imesimama, deni imekuwa juu zaidi na kadhalika. Sasa kampuni inatakikana iwe inapata faida. Hakuna haja ya kuwa na kampuni ambayo kila siku inafilisika. Ukinaona kampuni ambayo zimemilikiwa kwa private kama sukari huko West Kenya, huko Butali, zote zinafanya kazi napata faida. Lakini hizi za serikali kila mara kwa mara zinasheta na mkongojo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya usimamizi mbaya. Ndio sababu kampuni hizi kila mara kwa mara zinazidi kuwa na shida. Upande mwingine vile vile kwa sababu ya ufisadi ndio tutakuwa na shida. Maana kama kampuni inasaga inafuata sukari, unakuta masto ya kampuni zimejaa na sukari, na soko vile vile imejaa na sukari ambayo imetolewa nje ya nchi. Sasa inakuwa na shida kwa kuuza, manake sasa wale wakulima wa hapa wanakosa soko. Baadaye sasa hasara inapanda, ndio unakuja kuwa pata kampuni imekuwa na deni kubwa. Kama hii Sony sasa iko na deni si bilioni ngapi? Bilioni mingi zaidi, ambayo ukiangalia ni insolvent. Manake kumekuwa na shida. Kwa hivyo kutatua hii shida, Bwana Paranya na wenzake wametembea, walizuru na wakatoa ile ripoti yao ambayo imeonyesha kweli kiini ya shida hii iko wapi. Tukiendelea mbele mpaka tufanye reform vizuri. Wao wamerecommend mambo ya leasing. Kulisi makampuni kwa wafanyabiashara ya kibinafsi ili waweze kuendesha hizi. Lakini hizi kampuni vile vile vinaweza kuendeshwa hata na watu wetu. Kwa hivyo kama kampuni kama Sony inaweza kuendelea vile inaendelea sasa chini ya usimamizi the management ya sasa, sio ni sababu gani iwe lease. Inaweza kubaki hivyo hivyo. Ni sababu mimi nimewaambia hawa wasimamizi hapa pale nimekuwa nao kwa mkutano huku mbele, ya kwamba wasiangalie kila mara ati serikali italeta pesa.
Kama wanaweza kufuata hii mtindo ambayo wamefuata mpaka leo, kuendesha mambo yao vizuri, kampuni inapata faida, wakulima wanalipa kwa saa, hakuna haja ya kwa serikali kufanya listing ya Sony. Sasa wafanye kazi kwa bidii. Isiwe hapa tu wanajua ati hasara kikuja pesa itatoka kwa treasury. Hiyo ndio attitude ambayo imeangusha makampuni mengi hapa katika taifa letu. Tunataka kuona kama hizi kampuni zinasimama kama kampuni nyingine. Mimi ni mfanyabiashara. Niko na kampuni. Na siendi kwa serikali kila mara kwa mara kutafuta pesa. Mimi nilikuwa nategemea hizi makampuni kule Kisumu kwa mambo ya molasses. Hiyo kampuni ya Kisumu imekwama kwa sababu kulikuwa hakuna Mumias, imelala. Chemelil imelala. Moroni wako na kampuni yao. Chemelil na sheta na mkongojo. Andersoni ilikuwa na shida. Kwa hiyo sasa ile kampuni ya Kisumu imelala. Lakini ikiwa kama sasa hapa Sony itakuwa natengeneza sukari vizuri na iko molasses ya kutosha, naweza kufungua ile kiwanda ya Kisumu. Nifungue? Ile mimi sitaki ni hasara ya kwamba sasa itakuwa Sony imelala. Sawa. Lakini hiyo tutaona. Mimi nataka kuona kama hizi siku zijazo tunataka tufanye reforms ya sawa. Unajua siku hapa katika soko kubwa inaitwa Komesa. Soko ya Komesa imehusisha nchi mingi zaidi. Mpaka sasa sisi tumefunga kwa Komesa, maana yake viwanda vyetu hivi haviwezi kushindana kama tumefungua soko yetu. Mimi nataka tufike siku nyingine ambayo tunaweza kufungua. Maana yake our companies can be competitive in the Komesa market. Na inawezekana. Tunaweza tupanue hizi viwanda vyetu. Ukienda kule Sudan mahali kama Kenana, wako na na nuclear estate ambaye ni kama nusu milioni eka, 500,000 acres nuclear estate. Hapo unaongea juu ya eka 3,000. You cannot compete in terms of economies of scale. So we must make this more viable. And this area tunaweza kutoka hapa ile Gogo Falls, tunajenga bwawa pale, ni dam kubwa hapo. Alafu hii the whole of that area going to what ambaye na kuanga mafuriko iko kuelekea Kademu kwa chini yote inapanda miwa. Alafu tunapanua Sony hapa na kuwa na crushing capacity ya 50,000 to 100,000 tons per day. Sinawezekana? You can do it. It is possible, and that's the direction we must go to become competitive in the commercial market. And that itself will employ so many of our people and will help us to deal with poverty in this region. We need to do the same thing in Western province of Kenya. Come up with a bigger crushing capacity, Mumias and Zoya. And then you have a bigger crushing capacity, you have a bigger area, nucleus, and then you can be competitive. The whole of Chemelil, Moroni, and so on, we can combine that and have one plant to crush sugarcane there. Here, that's the direction, but that is a subject for another day. Yuthurwa. Ankolo kada wacha manganya yenya. Abu losa wenda kucha. Tawe yune kwa chiel kende. Nika selo ropenj girombo. Koro chobo kama apenye jopenyin tudwa ni babu de nyime kosoke kidi nyime. Ode nyime kosoke ode nyime. Aendelea siendelee.
Jadi mo jana babu dime. Ko ticha bish mabirus trika par. Aburo loso ki jo Kenya. Tuwadi kamilo ni Kasarani. Madero si jo Kenya. Kadhi nyime kata kadhi nyime. Okamano. Uikuru. Ayuru kamana yenye. Asante, niombe samahani tusalie tumetulia ili tumruhusu mgeni kuondoka.